Tamko la wenyeviti wa mikoa wa Chadema kuhusu hali ya kisiasa, hali ya kiuchumi na hali ya kijamii nchini. Tamko hii tunalitoa tarehe 14 Agosti 2026 na ni mwendelezo. Jana tulikuwa na makamu mwenyekiti akatukumbusha maagizo aliyopewa na mwenyekiti wa chama taifa aliye gerezani kupeleka moto, na makamu mwenyekiti akatuagiza wenyeviti tupeleke moto. Kwa hiyo ni sehemu ya wajibu wetu katika utumishi wetu kwenye chama, ni sehemu ya wajibu wetu katika kuendelea kuifanya serikali iwajibike kwa Watanzania. Tunadai kuachiwa huru bila masharti kwa Tundu Lissu na wafungwa wote wa kisiasa. Yeye sio muhaini. Tunasisitiza hitaji la dharura la katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Tunatoa wito wa uchunguzi wa kimataifa na uwajibikaji kwa mauaji ya Oktoba 29. Kwa hiyo naomba Watanzania na wanachama wanaotusikiliza muwe na amani, muwe na imani na chama chenu. Safu nzima ya wenyeviti wa mikoa tuko pamoja na kamati kuu yetu katika kuunga mkono jinsi ambavyo chama chetu kinaongozwa. Hakuna mgawanyiko, hakuna mparanganyiko. Yale mlioyasikia kwa kamati kuu ndio hayo ambayo wenyeviti wa mikoa tunayasimamia. Kesi za ugaidi na unyanyasaji wa kisheria kwa viongozi na wanachama, ikiwemo kesi za ugaidi, viongozi na wanachama wetu, sio uongo. Chadema ndio ambao tuna bear the brand, ndio ambao tuna tulikoshika wanasema nini, ndio tunaokatwa zaidi katika taifa hili. Kwa sasa tunavyoongea nanyi, kuna kesi zaidi ya 65. Viongozi wetu, wanachama wetu wa Chadema zaidi ya 65 wapo katika mahabusu mbalimbali, magereza mbalimbali wakishtakiwa. Tunataka waachiwe huru na kesi hizo zifutwe mara moja. Tunatoa mfano Jackson Mnyawami, katibu wa Chadema kanda ya Serengeti, mmoja wa viongozi wetu wa juu kabisa. Kwa hiyo inatuuma maradufu kuona viongozi, mtu kama Jackson hata kuumiza nzi hawezi. Neema Chozaile, mwenyekiti wa Chadema Geita mjini, mwanamke alikaa siku 20 bila hata mashtaka, ana watoto wadogo, mtoto wake mmoja na miaka 3 anategemewa, yuko gerezani, ameshtakiwa sasa kwa kesi ya ugaidi. Na wengi Mwanza, kina Fatson Mpango, Abel Mesa, kina Bernardo, kina Mohamed Tosha, Filipo Katemi na wengine wengi ambao wanakabiliwa na dhuluma ya kubambikiwa kesi. Tunashangaa kwamba rais aliyesema hapendi watu kubambikiwa kesi, bado watu wanabambikiwa kesi. Hii haikubaliki. Mkoa wa Iringa tuna watu 5 wako ndani, wanachama 4 kutoka mji wa Mafinga na kutokea mimi, Akudi Akunai na wenzake 3 wapo katika gereza za Iringa. Kijana ambaye anahangaika na maisha yake, ana familia inayomtegemea, ana watoto wadogo, alikuwa anajaribu kujiendeleza kwa kuwa na online media zake kama kijana. Amekamatwa yeye na kijana wake anayefanya naye kazi wa miaka 19, wameshtakiwa kwa kesi ya ugaidi kwa sababu wamekutwa na kamera za online TV. Mwenyekiti wa Chaso Iringa yuko ndani naye, wa mkoa. Yeye ni asili yake ni Mwanza lakini amekamatwa Iringa, na mifano mingi katika mikoa mingi. Mchakato wa maridhiano na msuluhishi wa kimataifa, ili niseme tu kwa ufupi kwamba tunaunga mkono kauli ya kamati kuu na sisi tumelijadili hili jana. Hakuna mtu ambaye ana imani kwamba watu waingie kwenye usuluhishi wowote wa matatizo ya Tanzania, akiwepo upande ambao waliosababisha matatizo ndio wanaoongoza huu utaratibu. Tufuate mfano wa Kenya, tufuate mfano wa Kenya, tufuate mfano yaliyoendelea Pemba, tufuate mfano wa South Africa na nchi nyingi ambazo zilikumbwa na matatizo ambapo matumizi ya dola dhidi ya wananchi wake yalisababisha mauaji na matatizo mengi. Sisi sio kisiwa, tusijifanye wajuaji. CCM acha ujuaji, kuna njia ya kusuluhisha migogoro. La 6, kamata ya kiolela vijiweni. Hii ni shida kubwa sana katika Mwanza, mji wa Mwanza, maeneo ya Mwanza, mkoani Mwanza kiujumla, lakini hii imetukumba. Vijana waliopo vijiweni na mtaani hawana kosa, hawajatenda kosa, lakini sasa
hii kamata imekuwa ni mradi. Habari ya miundombinu Tanzania nzima tunaendelea kuwajibisha serikali, sababu eti nchi ina mkwamo wa kisiasa, mambo mengine yanaisha tu kiwewe. Hapana, wajibu wa serikali ni kuleta miundombinu, kuleta maendeleo